Barani Afrika, ukosefu wa ajira na ajira duni kwa vijana unaendelea kuwa changamoto kubwa ya maendeleo. Kwa mujibu wa shirika la kazi duniani ILO na Benki ya Dunia, vijana wengi barani Afrika hufanya kazi katika sekta isiyo rasmi kutokana na nafasi chache za ajira rasmi na ukuaji mdogo wa fursa za kazi ukilinganishwa na kasi ya ongezeko la idadi ya vijana. Wakati hali ikiwa hivyo, suala la kujiajiri na kupata stadi za kuweza kujiajiri ni muhimu kwao. Huko mkoani Tanga, kupitia Tanga Yetu, mradi wa Shiriki Tujenge Tanga Yetu unaofadhiliwa na Foundation Botina kwa uratibu wa Innovex, tayari imeanza kuonyesha matunda, kwani baadhi ya vijana wameweza kujiajiri na wanaendesha maisha. Trigen Media ikiwa huko mkoani Tanga ilifuatilia namna baadhi ya vijana walivyoanza kujiajiri na kuweza kuendesha maisha yao na familia baada ya kupatiwa mafunzo ya ujasiriamali chini ya mradi huo wa Shiriki Tujenge Tanga Yetu. Msichana Mwanamvua Salehe Mbwana, kabla ya kupewa stadi hizi za maisha, alikuwa mtu wa kukaa ndani tu, lakini kwa sasa anatengeneza sabuni za maji na anasema maisha yake yamebadilika, na hapa anaelezea utaalamu aliopata kuhusiana na kazi anayoifanya. Kabla ya mafunzo nilikuwa nipo tu nyumbani, sina kazi yoyote, yani nipo tu. Lakini baada ya kupata mafunzo, nashukuru Mungu, nimejiajiri, napata kipato kinanisaidia mimi na familia yangu na kuwasaidia kidogo wenye uhitaji. Mimi sababu natengeneza muda wote, lakini napenda kutengeneza usiku kwa sababu asubuhi si unajua mambo mengi, kuna kazi za nyumbani. Kwa ile nikitengeneza usiku, asubuhi inakuwa ipo tayari, naipaki muda wote. Nitaamua nipaki mchana au asubuhi kwa sababu nauza jioni na sabuni. Lakini ukitengeneza ile usiku, asubuhi kiwa tayari, ile umepita tu, niletee sabuni, kwa unakuwa una uhakika. Suala la kutafuta masoko ya sabuni yake halikuwa kazi rahisi. Nikaanzia hapo, nilikuwa sijui hata namuuzia nani. Lakini nikajaribu hivyo nikasema ngoja nijaribu, nitaweza. Nikatengeneza sabuni yangu vizuri, nikasema hapa nitakuwa naisambaza jioni, ndio itakuwa vizuri zaidi, watu wametulia. Basi nikatengeneza sabuni zangu, ilipofika jioni nikabeba beseni langu kichwani. Mara ya kwanza nilikuwa nauza sabuni na beba beseni kichwani. Hivyo nikasambaza siku ya kwanza ile, ilikuwa bonge la changamoto. Nafika pesa mnamuelezea kila sehemu, naelezea sabuni, ule share, faida, sijui yani mambo mengi, kwa kidogo ilikuwa changamoto. Ndio hivyo, lakini nashukuru sasa hivi watu wananijua. Yani sabuni mtu anakuambia mwenye niletee bwana. Haina haja kuzunguka sana. Simon Mdende ni mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii kutoka halmashauri ya jiji la Tanga. Mimi naratibu mashirika yasiyo ya kiserikali, na halmashauri ya jiji la Tanga ina takriban mashirika yasiyo ya kiserikali yapatao 82. Kwa sababu nilipo Tanga kwa takriban miaka 4, kwa hiyo nikilinganisha hali ya vijana waliokuwepo miaka 4 nyuma na sasa, kuna mabadiliko makubwa sana. Na kikubwa kilichosaidia kwamba programu ya Tanga Yetu inatumia approach ambayo inakuwa ni shirikishi. Vijana wanaanza kushirikishwa namna ya kubuni, kupanga na kutekeleza miradi yao. Lakini pia wanatumia, kuna kitu kinaitwa program ambayo kwenye kila mradi ipo ile mabadiliko ya kifikra, mindset changes. Sasa mindset changes ni program ambayo imesaidia vijana wengi sana kufanya miradi kwa kujituma na hatimaye ile miradi imeleta mabadiliko. Fredi Mtei yeye anakwenda mbali zaidi kutaja baadhi ya mambo ambayo vijana wa Tanga wanawezeshwa kupitia mradi unaofadhiliwa na Foundation Botina na kuratibiwa na Innovex. Naitwa Fred Mtei na natokea shirika la Restless Development. Restless Development ni shirika la maendeleo ya vijana ambalo tunafanya kazi hapa nchini Tanzania. Tunafanya zaidi ya mikoa 21 hapa Tanzania. Tunafanya masuala ya vijana katika nyanja kuu 4. Nyanja ya afya ya uzazi, pamoja afya na afya ya uzazi, lakini kuna nyanja ya elimu pamoja na masuala ya ujasiriamali na namna ya kujiingizia vipato kwa vijana. Tuna masuala tunafanya ya uongozi pamoja na elimu ya uraia, lakini la mwisho sio kwa umuhimu, tunafanya masuala ya mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa habari ya miradi tunaofanya, tunao mingi, lakini kwa hapa Tanga mradi uliotuleta unaitwa Shiriki Tujenge Tanga Yetu. Shiriki Tujenge Tanga Yetu ni mradi ambao uko chini ya Tanga Yetu Consortium ambao unafanya kazi
mahususi na vijana wa halmashauri la jiji la Tanga kwenye kata zote 27. Mradi huu tunawajengea vijana uwezo kupitia elimu ya uraia, ambao tunatoa elimu ya uraia kwa wale vijana, na baada ya wale vijana kupata ile elimu ya uraia, lengo letu tunataka waweze kujitambua na iweze kuwasaidia wale vijana kuweza kujiingizia kipato, lakini kuweza kushiriki katika shughuli za ufanyaji wa maamuzi, ikiwemo mikutano ya kijamii, ikiwemo sehemu za kuweza kushiriki hata kwenye masuala ya kisiasa. Kama mgombea au mpigaji wa kura aweze kuwa na maamuzi sahihi, kwa sababu anakuwa amejengwa kizalendo na anakuwa amejengwa kiraia. Utekelezaji wa mradi huu wa Shiriki Tujenge Tanga Yetu ni mfano wa kuigwa hata katika maeneo mengi, ili kuwawezesha vijana katika nyanja mbalimbali zikiwemo za kujikwamua kiuchumi. Hii ni TriGen Media.